Tunadhaminiwa na Magnus Secondary School. Ni shule ya bweni na kutwa kwa kidato cha kwanza hadi cha 4. Ni shule bora yenye mazingira tulivu ya kujisomea. Habari njema kwa sasa ni kwamba Magnus wanatoa ufadhili wa ada ya masomo. Ni vizuri ama ni vema mzazi ukampeleka mtoto wako Magnus Secondary. Nafikiri saizi focus ambayo wameweza kuihamishia ni kwenye mechi ya siku ya Jumamosi, kwa maana ni mechi ya marudiano. Kwa hiyo akili na mawazo yote yapo katika mechi hiyo, na saizi timu kama walivyozungumza iko chini ya kocha msaidizi, ingawaje tayari kuna baadhi ya mazungumzo au majadiliano yalikuwa yameanza kuhusiana na kocha mpya wa klabu yao, na pamekuwa pana mitazamo tofauti, ingawaje naamini kwamba itafika hatua watakubaliana, na haijakuwa sana na nguvu kwa sababu focus ipo katika mechi ya Jumamosi. Lakini katika hatua za awali kuna wengine ambao wanapendekeza pengine Mwalimu Gamondi aweze kurudi, lakini pia wengine wanapendekeza atafute mwalimu mwingine nje ya Mwalimu Gamondi au Nabi. Kwa hayo ndio yamekuwa yakiendelea, lakini nafikiri taarifa kamili zitakuja kutoka baada ya mechi ya Jumamosi. Kwa sababu watu wote focus yao ipo kwenye mechi ya Jumamosi, kisha kwamba wanapata matokeo na kuingia kwenye hatua ya makundi. Kwa hiyo kwenye uongozi wa Young Africans kuna mapendekezo ya kuwarejesha ama kumrejesha kati ya Miguel Gamondi au Nasreddine Nabi. Yes, yapo kwa sababu wengine wanajenga hoja kwamba ukiangalia kwa muda ambao uko saizi ligi zimeshaendelea, ligi zimeanza, mashindano yapo. Kwa hiyo ni riski kubwa sana kuchukua mwalimu ambaye pengine hana background na timu. Kwa hiyo kuchukua mwalimu mpya inakuwa ni kama ni kamari, anaweza akaja akashindwa kufikia malengo au vinginevyo. Kwa hiyo ni vema ukatafuta mwalimu ambaye yupo anajua timu, anajua wachezaji, itakuwa rahisi kuweza kutafuta muendelezo kutoka pale ambako walikuwa wameishia katika msimu uliopita. Na kama itakuwa Miguel Gamondi itakuwa rahisi kurudi kwa sababu yuko Singida Black Stars na bado ana project ikiendelea. Kuna kipindi Yanga walimtaka mwalimu Miludi, alikuwa Singida na bado waliweza kumpata akaja Yanga. Kwa hiyo nafikiri mahusiano ya Yanga na Singida na Simba ni mahusiano ambayo ni mazuri na kawaida, kwa sababu sio Yanga tu, hata tunazungumza Simba waliweza kupoja na Sansoa akaanza kumtumia. Kwa nafikiri Singida wamekuwa ni watu waungwana katika timu kubwa mbili. Kwa hiyo naamini kwamba kama watafikia makubaliano haitakuwa jambo gumu kwa Singida kuweza kumwachia na Mwalimu Gamondi kuweza kujiunga na klabu ya Yanga. Na kwa kocha Nasreddine Nabi, kwa mujibu wa taarifa ambayo imekuwa kielezwa baada ya kuachana na Kaizer kwamba alihitaji kwenda kufanya refresh kuhusiana na ukocha wake, hili sasa likoje? Yani asilimia nyingi zipo kwa Mwalimu Gamondi, ndio asilimia kubwa, lakini Nabi pia aliweza kuzungumzika. Kwa hiyo ila kama itafikia hatua Yanga watamhitaji, nafikiri unafahamu kwamba makocha wengi ambao wanapita Yanga au wachezaji wengi ambao wanapita Yanga wanakuwa wanajenga mapenzi na timu yao. Hiki ni kitu ambacho Yanga wanajivunia. Sio rahisi mtu ambaye mpita Yanga alafu Yanga wakamtaka tena akashindwa kurudi. Kwa hiyo sioni kama kuna kitu chochote ambacho kikatokea. Endapo kama Yanga watamhitaji itakuwa ni rahisi kuweza kurudi kutokana na mazingira. Lakini pia mashabiki, wanachama wa Yanga wamekuwa ni watu ambao wanaonyesha mapenzi makubwa kwa wachezaji wao na viongozi wao, wote wanapelekea hata wanapokuja kuhitajika iweze kuwa rahisi kuweza kurudi. Kwa namna ambavyo walivyoachana kati ya Miguel Gamondi na Young Africans, itakuwa rahisi kwa Gamondi kukubali kurudi Young Africans? Kuachana ni jambo la kawaida. Unajua kuna wakati unaweza mkatokea msiano maelewano, mkawa mnaingia kwenye migogoro, lakini kwa binadamu mambo ambayo yanaweza kuzungumzika. Utakumbuka kuna kipindi ambapo Yanga waliachana na golikipa wao alikuwa ni Metacha Mnata, unakumbuka vizuri, lakini baadaye tena wakaja wakamchukua the same, na tuweza kuona conflict ya Yanga na Faisal, lakini tumeweza kuona siku za karibuni imekuwa masuala mazuri. Kwa hiyo naamini kwamba watu ambao wakiwa wanagombana baadaye wanakaa wanaweka chini na malizika na waanza kusonga mbele. Kwa hiyo sio kama hiyo inaweza kati kizuizi kwa Gamondi kuweza kurudi Yanga kutokana na mazingira ambayo alikuwa ameondoka. Kwa hiyo kuna asilimia kubwa Young Africans kurudiana na Miguel Gamondi. Kwa taarifa ambazo niko nazo 75% anaweza kurudi Yanga. Yeah. Na kwa kikosi hichi ambacho kipo kwa Young Africans, Miguel Gamondi ni kocha sahihi? Ni sahihi kwa sababu kwenye kikosi ambacho alikuwa nacho na akapata mafanikio ambayo aliweza kuyapata, na ukompea na kikosi hiki kina nyota bora sana ambao wako nao ukompea na wale ambao walikuwa kipindi kile. Kwa hiyo naamini kwamba kwa experience yake, lakini pia na ukomavu wake na kuweza kutengeneza timu hali ya kujiamini, naamini anaweza kufanikiwa na pengine kuweza kurudi katika bora ambao alikuwa nao. Ingawa siku za karibuni tuangalia Yanga ni kama vile kidogo ameyumba. Kuna kocha Mreno anatajwa kwamba naye yuko mbioni kuhitajika na Africans. Taarifa zake zikoje? Nafikiri ni miongoni mwa makocha ambao CV zao ziko mezani kama nilivyokuambia.
kwamba kuna makocha ambao ni ambao wani hawajawahi kufika Tanzania kufundisha, yeye ni mmoja wapo. Kuna kocha na mwingine wapo kama kocha watatu, lakini ziko pande mbili. Kwa hiyo na yeye ni miongoni mwa walimu ambao amekuwa akizungumzika katika klabu ya Yanga, lakini nguvu kubwa ya ushauri na viongozi wangetamani kuweza kuwa na mwalimu ambaye anaifahamu timu, amekaa Tanzania, ili wapunguze uwezekano wa kuweza kuriski katika hilo eneo. Na Yanga unaitazama vipi kwenye mechi ya marudiano? Mimi binafsi ni mechi ambayo sifikiri kama Yanga anahitaji kupata mwalimu ili aweze kufuzu. Yaani kwa kikosi cha Silver Strikers jinsi kilivyo na ukubwa wa Yanga, hata kama kuchukua wewe muandike ukakaa pale, ila tu wachezaji wakawa very committed wakacheza, Yanga anapata matokeo kwa level ambayo wako nayo kwa kikosi chao. Kwa nafikiri ni kuweza kuinua hamasa, kuweza kuinua nguvu ya wachezaji ili waweze kupambana, sababu naamini hata juzi wamekosa matokeo sio tu factor ya mwalimu, lakini pia na wachezaji wake hawakuweza kujituma na kutimiza majukumu yao. Kwa hiyo kama wataamua kucheza kwa nguvu na kujitoa, Yanga anapata matokeo mapema tu. Kwa jinsi ambavyo ulivyoitazama ile mechi ya Young Africans wakipoteza ugenini, unadhani shida ilikuwa wapi? Shida ilikuwa ni wachezaji. Kuna sehemu ya mbinu, lakini kuna sehemu ya wachezaji. Uwajibikaji wao mimi binafsi nilivyoangalia hakuwa katika kiwango ambacho tumekizoea. Nafasi zilitengenezwa nyingi, utakuwa ni shahidi, ambazo hawakuweza kuzitumia kwa nafasi kama 4-5, lakini pia ulikuwa unaona zile body language zao ambao walikuwa wanaonekana kujituma kwao hawakuwa sawa. Yaani kimsingi ni kwamba ni mechi ambayo yani hatuwezi tukasema Yanga ilizidiwa mbinu kutokana na ubovu au na mbinu mbovu za mwalimu Romain Folz ndio imefanya waweze kufungwa. Yanga hawakuwa sawa, kwa maana kwamba ile timu ya Silver Strikers haihitaji mpaka uwe na mwalimu mkubwa ndio upate matokeo. Ni mechi ambayo itakiwa wachezaji wenyewe wa Yanga waweze kuiamua na kupata matokeo, lakini hawakuwa katika ubora ambao unastahili kupata matokeo na walifanya makosa mengi ambayo walifanya waweze kuadhibiwa. Kwa hiyo ni mechi ambayo kwa upande wangu lawama za moja kwa moja ni kwa wachezaji. Kwa hiyo kufutwa kazi kwa kocha Romain Folz kana kwamba ameonewa? Hajaonewa, yani yeye kuna sehemu Yanga alianza kuipeleka ambako hakukuwa sehemu sahihi. Naomba unielewa. Yani mbinu zake hazikuwa rafiki. Tunapozungumzia mbinu zake hazikuwa rafiki, tukikompea na Yanga yenyewe ya msimu uliopita na Yanga nyingine zilizopita. Lakini kutokuwa na mbinu za rafiki hakuwezi kufanya upoteze mechi dhidi ya Silver Strikers. Kama utafuatilia toka Yanga ameanza msimu huu amekuwa hana kiwango bora, lakini amekuwa akibebwa na ubora wa wachezaji. Angalia mechi ile dhidi ya Simba Yanga wa Jamii, angalia mechi ya kwanza ya ligi, angalia mechi ya pili. Kwa hiyo ilikuwa uone timu ikiwa katika muunganiko, uone timu ikiwa katika flow nzuri, lakini unaona tu mtu mmoja akiamua mechi katika mchezo husika. Kwa hiyo wakati mwingine sasa ilifika hata mechi ya juzi hata ule uwezo wa mtu mmoja kwao umepotea. Kwa hiyo plus na mbinu za mwalimu zilikuwa rafiki, ndio timu inakuwa inakosa matokeo. Na umezungumza makocha, lakini vipi Miruli Hamdi naye hahusishwi? Miruli Hamdi alizungumzia, lakini bado yupo kwenye timu yake, bado hajaweza kuondolewa. Na kama unavyojua ni kwamba kumpata kocha ambaye yupo kwenye timu ambaye bado yuko kwenye majukumu yake mengine tena nje ya nchi kuna gharama kubwa. Kwa hiyo kama angekuwa yupo free pengine angeweza kuja kwenye kundi, lakini bado yuko kwenye timu yake na yeye kwa na excuse kwa sababu alikuwa amekosa kusajili kutokana na klabu kuweza kufungiwa. Kwa bado hawajamfungia virago, ndio maana jina lake limekuwa sio kubwa katika idadi ambayo wamekuwa wakihitajika. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.